salamu zake pendwa wetu Yesu Kristo, ambaye yeye amekuwa akisema nasi. Tumesikia habari zake tokea asubuhi, akisema nasi kwa njia ya mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini pia kwa njia ya uimbaji. Tumemsikia pia akisema nasi kwa nyimbo mbalimbali na hata shule ya Sabato. Pia na hata sasa yupo tayari kusema nasi vile salamu pendwa zake Roho Mtakatifu, ambaye yeye kwa sauti ya upole amekuwa mshauri mkuu na wajabu, na ameendelea kutusii na kutuongoza katika toba na kwa roho ya kuugua, na moja kwa moja akipeleka maombi yetu kwa Baba. Na tena pia salamu zake Baba, ambaye kupitia kwa Yesu Kristo tumeunganishwa na yeye, na hivyo ameendelea kukubali toba zetu na msamaha kupitia kwa damu yake mwanawe. Na hivyo napenda kulisalimu kanisa kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Namshukuru Mungu kwa nafasi ya pekee, ikiwa ni siku ya vijana, kwa umoja wetu tukiwa katika huduma. Naamini tumebarikiwa. Na shukuru kwaya ya idara ya vijana wamemalizia na kurasi ya kwamba si mbali tutaimba na walioshinda. Si mbali tutaimba na walioshinda. Mungu habariki kwaya ya idara ya vijana. Na napenda kuwakaribisha katika somo la mchana wa leo. Aliye makini kuangalia muda, sasa ni saa 6:10. Na wakaribisheni kwa mara nyingine katika somo la mchana wa leo. Somo linasema rudi nyumbani. Somo linasema rudi nyumbani. Na huenda tumekosa muda kusalimiana, basi kila uliyekaa naye jirani yako mpe mkono, mwambie rudi nyumbani. Turudie tena, rudi nyumbani. Tufungue katika kitabu kile cha Luka. Kitabu kile cha Luka 15 mstari wa 11. Luka 15 mstari ule wa 11 mpaka 13. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali iliyo urithi wangu. Akawagawia mali yake. Na baada ya siku zisizokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu, ni wasaa mwingine tunanyenyekeza chini ya mbaa zako, tukihitaji tusikie sauti yako ikisema nasi katika mchana wa leo. Sema nasi kwa kuwa tu tayari kusikia, kwa jina lako Yesu, amina. Katika Luka 15 kianzia mstari wa 11 tunakutana na kisa ambacho walio uzoefu wa kanisani, naamini kisa hichi asilimia kubwa kinafahamika. Kisa cha baba mmoja ambaye alikuwa na wana wawili. Yule mdogo ambaye alikaa akatafakari ya kwamba amfate baba yake, amuombe sehemu yake ya mali. Alipomfuata baba akamsihi kijana wake
kijana akakataa kusikia sauti ya baba. Baba alisemezana naye na kijana huyu kwa sauti ya pole, lakini kijana alikataa kusikia sauti ya baba, na hivyo kutokana na upendo wa baba huenda vilimsukuma ya kwamba mwanangu asitoke karibu nami, lakini mwana alimsihi baba, naomba sehemu yangu ya mali. Baba hakuwa na cha kufanya, na hivyo akampatia sehemu yake ya mali. Baada ya muda mchache, baada ya kijana kupokea sehemu ya mali inayomwangukia, kijana akaamua kwenda mbali na nyumbani. Kijana akaamua kwenda mbali na nyumbani, kukataa mausia ya baba. Kijana alishindwa kusikia sauti ya baba. Kijana alikataa kusikia sauti ya baba huyu ambaye ilikuwa ikionyesha upendo wa dhati kutoka ndani. Na hivyo kwa kukataa sauti ya baba, kijana akapitia misukosuko. Kutokana na kukataa sauti ya baba, kijana huyu akaenda mbali na nyumbani. Baada ya kwenda mbali na nyumbani, tunaona kijana huyu anakutana na changamoto. Tunaona anapokwenda, kwa sababu alikuwa amepewa mali na hivyo amejilimbikiza kwa mali za baba yake, alikwenda akasahau sheria ya baba yake. Chunga sana wakati wa mafanikio. Katika wakati wa mafanikio ndio wakati ambapo wengi hujitenga na imani. Katika wakati wa mafanikio wengi huambatana na uasherati. Katika wakati wa mafanikio wengi hujawa kiburi, wengi hujawa makejeli na kusema wengine vibaya. Lakini katika wakati wa mafanikio wengi huambatana na ulevi. Lakini pia katika wakati wa mafanikio wengi huendekeza uzinzi na majivuno. Chunga sana, kuwa makini wakati wa mafanikio. Wakati wa mafanikio ni wakati ambapo kama haupo sawa lazima uteteleke. Ukiangalia dunia yetu leo, asilimia kubwa matajiri wengi wanapenda starehe, ndio? Yani tujibu. Yani katika namna yoyote ile hakuna tajiri ambaye anapenda shida. Lakini katika wakati wa mafanikio ni wakati wa kuwa makini sana. Maana ndio wakati ambapo wengi tunapoteza mwelekeo, na kwa kupitia mafanikio wengi tunajikuta tunakwenda mbali. Na ndio maana leo si ajabu kuona Mwadventista msabato anajifungamanisha na bia, anajifungamanisha na anasa. Wakati mwingine baba anaweza akawa mwaminifu, amekaa na mama katika nyakati fulani, maisha yalikuwa ya kawaida. Baba vazi lake chini lilikuwa ni ndala na shati fulani, lakini baada ya mafanikio utaona baba anajawa na upana wa mawazo. Baba anaanza kutafuta vimaada nje. Huo ni wakati wa mafanikio, wakati ambapo unaona sina shida, nimetajirika, ninacho. Hivyo unatafuta dada pembeni, lakini unajambatanisha na ulevi. Chunga sana wakati wa mafanikio. Kama kuna msomaji, naomba anisomee kile kitabu cha Luka 15 kuanzia ule mstari wa 14 hadi 16. Nasema Luka 15:14 nasema, alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yaliyokula nguruwe,
wala hapana mtu aliyempa kitu. 17. Kijana baada ya kutoka mbali na nyumbani na kuelekea nchi za mbali, tunaona baada ya kutumia fedha za babaye kwa anasa na uasherati, tafuta marafiki, akatafuta madada, lakini akatafuta starehe ambayo ya kumfurahisha moyo na nafsi isikie amani. Wakati huo alikuwa na marafiki wengi. Wakati alipokuwa na mali na fedha, alikuwa amezungukwa na marafiki wakicheka naye na kutafuna mali za baba. Baada ya huyu kijana kuishiwa, maandiko yanasema katika nchi ile kukatokea njaa. Miongoni mwa wazulikaji wa njaa ni pamoja na huyu kijana. Alitabika kwa njaa, aliteseka. Katika wakati wa mafanikio unaweza kuwa na marafiki wengi, na ambao tumepitia kwa uzoefu ka shule, ikiwa maeneo ya shuleni, ukiwa na monta, ili uwe salama, kwanza uwe na vihela. Utatoka nje utanunulia barafu, utatoka nje utachukulia sambusa. Hata ukipiga kelele hawezi kuandika jina na makosa mengineyo. Huo ni uzoefu katika vitu vidogo kwa watoto, lakini pia hata katika watu wakubwa utapata marafiki wengi watakao kuzunguka ukiwa katika hali ya mafanikio. Salamu hazita katika, na hivyo kwa sababu zipo na wanaona upo msaada wa karibu kupata vile watakapokuwa na vitaji, na hivyo kwa kupitia mafanikio utapata wengi. Lakini baada ya mafanikio kutoweka, unaposimama peke yako, ndipo wakati ambapo utaona kila rafiki anaenda njia yake, na wengi watabakia ni kukutazama. Stories zitabakia tu, fulani umemwona 1 2 3. Rafiki hawatakuwa karibu nawe kwa sababu hauna kitu tena cha kuvuta. Na hivyo huyu kijana anapopoteza vyote, maandiko yanasema baada ya kupoteza vyote, njaa inapoingia miongoni mwa wazulika, tunamuona huyu kijana anapitia taabu, anapitia masimanzi, anapitia kuzofika. Huenda hata alikuwa akiketi na kukumbuka usia wa babaye. Huenda alikuwa akiketi kukumbuka sauti ya baba alipokuwa ikimsii, mwanangu tulia. Kuna wakati ambapo vijana wenzangu tunaaswa na wazazi juu ya habari ya kusikia usia. Mama anasema mwanangu tulia, tulia utaolewa, vurugu ni nyingi. Upo wakati ambapo machozi na majonzi yanapojaza moyo wako, wakati ambapo amani hauna, huenda umeharibikiwa, umebeba mimba na mengineyo. Huo wakati utakumbuka usia wa baba, ya kwamba baba alinisii, baba alisema nami, mama alinisii niachane na hizi njia. Huenda kijana, wakati huu unapopata vijipesa, unaendekeza anasa, tunaendekeza anasa, tunaambatana katika dunia kutafuta furaha. Dunia haina furaha. Upo wakati ambapo utasimama peke yako. Upo wakati ambapo utabaki ukilia, ukikumbuka sauti ya baba iliyosi ndani ya moyo, mwanangu tulia. Kipo kisa cha, huenda naweza nisikializie kwa ufasaha sana, lakini nakikumbuka kwa mbali. Baba mama alikuwa na wana wawili, na binti yao muda ulikuwa umefika wa kwenda shule, na alikuwa akijipanga na kwenda shule. Hivyo akamfuata baba na kumwambia juu ya mahitaji yake. Baba alimpatia fedha. Wakati anapompatia fedha, binti yule aliomba sehemu kidogo akiba kwa ajili ya kumsave pocket money kwa ajili ya changamoto ndogo ndogo. Mama alitokea akamwambia baba, usimpatie huyo hela, hiyo inatosha. Na hivyo binti alielekeza kusikilizwa. Wakati ambapo muda wa shule umefika, binti akatoka kwenda shuleni. Wakiwa safarini, bahati mbaya gari lilipata hitilafu. Kwa sababu hiyo, wengi walilazimika kwenda kutafuta mahali pa kulala, wengine kwenda kwenye nyumba za wageni, na wengine kutafuta mazingira ambayo itakuwa salama na usiku. Binti huyu akiwa hana chochote na hali akiwa ndani ya gari, kijana mmoja
alitokeza kana kwamba amevaa sura ya mwanakondoo na akamwambia, binti, usiku huu utapatwa na changamoto, twende nikakusaidie. Binti hakuwa na msaada, akiangalia amebaki peke yake na mazingira ya ruhusu, hivyo ili mlazimu. Wakati wakitoka mahali pale, yule binti na yule kaka hakuwa tu na nia kumsaidia, bali na yeye asaidiwe. Ushanielewa? Na akiwa katika hali hiyo, walilala katika nyumba ya wageni. Baadaye palipopambazuka, safari ikaendelea. Alipofika shuleni huyu binti, na wakati fulani ulipofika, wengi tunatambua uzoefu, na muda fulani walimu wanachunguza, ili pia kupima mabinti na kuangalia hali ya kwamba kama katikati yao huenda kuna mzazi. Wakati wakiwa wanachunguza mahali hapo, ghafla kwa wakati fulani, baada ya muda kidogo, binti akaitwa na mkuu wa shule, na hivyo akampatia barua, akasema, peleka nyumbani, chukua vilivyo vyako uende nyumbani. Binti hakujua, huenda alikuwa ameshika kama hulia ambaye alikuwa amepewa ujumbe na Daudi ya kuuawa mwenyewe, lakini hakutambua kile kilichomo ndani. Binti alifunga safari na kwenda nyumbani. Alipofika, baba akasoma ule ujumbe. Aliposoma akagundua kwamba binti ana ujauzito, na hivyo shule hanayo tena. Baba alikasirika, baba alikazabika sana, amezalilishwa. Na huenda hawa wazazi walikuwa na uzoefu wa dini. Baba alikuwa anashughulika na hamo, lakini pia mama alikuwa mshauri wa wana wake, namna gani ya kuishi na nyumba zao, lakini namna gani ya kuambatana na maisha mengine ndani ya wanawakike. Hivyo ghadhabu ikajaa baba, na binti alipokuwa pale, baada ya kutambua, alionekana kama kinyago nyumbani. Baba akipita anamsema binti, mama akipita anamsema kijana. Na yeye hakuwa mbali, alikuwa ni mzoefu wa ujana, na vile alikuwa anasimamia kundi kubwa la vijana kanisani, na akaona ni kama vile kudhalilishwa, simanzi, vidole, yeye kila kitu. Na hivyo binti akakosa amani, binti akajawa upweke, binti akakata tamaa, wakati alipoona ya kwamba ni heri kuendelea kuishi, ni bora nife kuliko simanzi. Baba nitaki, mama nitaki, kila ninapopita maneno. Binti alipokuwa chumbani mwake, alifunga mlango wake, akatafuta karatasi, akaandika ujumbe. Na baba alikuwa hatambui lolote wala mama kuhusu binti yao, changamoto kwa kivipi imempata, na hivyo akaandika taarifa iliyonyooka. Baada ya hapo, binti alichukua maamuzi ya kujiua. Muda kidogo, baba aliona kimya, akaona kwamba mbona ukimya umezidi. Akaenda kugonga mlango, mlango umefungwa. Baada ya hapo, baba akaamua kupushi ule mlango kwa nguvu. Alipopushi ule mlango kwa nguvu, akamuona mtoto wake akiwa amekunywa sumu na hivyo amekufa. Baba alijawa simanzi, baba alijawa masononeko, baba hakajawa huzuni. Taarifa ikamkuta mama. Mama alihuzunika sana. Alipokuwa akiangalia, akaona ujumbe hapo mezani. Aliposoma, akakuta taarifa nzima mlolongo mpaka kufikia hatua ile ya uzito. Baba alihuzunika sana, baba alilia sana. Tujifunze wazazi kuwapatia moyo wa matumaini watoto wetu. Zipo nyakati ambapo ni ngumu, zipo nyakati ambapo unakuta mtoto anakosa matumaini, mtoto hatulii, vurugu nyingi. Baba simama kama mzazi, msaidie mwana. Huenda hata katika njia zako, unajua kuna wakati unajisahau sana. Wewe pitia uzoefu, ukiona baba mtoto msumbufu, huenda baba mwenyewe mwokolewa ni kwa neema. Kifuatilia njia zako, hata ukiwa unakemea unajifariji, unasema lakini ni mule ndipo nilipopita. Kuna wakati ambapo unachukua uzoefu, jitahidi basi kumsaidia. Wewe ungeacha ungefika wapi? Tumaini, tia mtoto tumaini. Huenda changamoto
ngumu zinamkabili. Vijana tuna changamoto nyingi, uzoefu ni mgumu katika ujana. Mzazi, simama kuwa kiungo bora. Mzazi, simama kuwa mfariji bora wa mwana wako, na hivyo kwa kufanya hivyo huenda ukasaidia mwanao. Pamoja na kwamba changamoto, ila fungu linasema mlee mtoto katika njia impasayo. Hata atakapokuwa mzee, hata kama akienda huku na kule, akipita huku na kule, akaiacha njia, ipo wakati atasimama katika njia kuu. Ipo wakati ambapo Bwana atamjilia na kusimama naye. Zipo nyakati ngumu katika maisha. Upo wakati ambapo itagharimu baba, mama, toto kupitia namna fulani ya maisha, ila chunga sana kumsaidia mwanao. Maneno hayana faida, matusi hayana faida kwa mtoto. Katika kipindi kigumu cha malezi ni sasa, na huenda kwa kipindi ambacho karibuni hapa ambao wataendelea kuona kwa wakati wetu pia, huenda changamoto itakuwa kubwa, ila tujitahidi kusaidia katika kiungo kigumu. Na wakati mgumu ni wakati wa ujana. Kijana alipoishiwa mali, kaenda kujilisha pamoja na nguruwe. Wakati alipomtafuta mwenyeji mmoja, kampeleka katika shamba lake la kulisha nguruwe, maandiko yanasema hakupatiwa chochote, na hivyo kijana akatamani kujilisha kwa maganda ya nguruwe, na ndicho kilichomsaidia katika wakati ule mgumu. Baada ya kuteseka sana kijana, baada ya kutabika sana, baada ya kukumbuka wosia na maneno ya wazazi kuhusu hatima ya maisha yake, mwanangu kaa nyumbani, alianza kurudi kichwani. Na huenda kuna wakati alikuwa akifikia akienda mbali, na hata huenda akipitia machozi, uzoefu wa njaa. Wakati mwingine huenda hata alikuwa akilia kwa sababu majuto na simanzi amechagua njia hiyo yeye mwenyewe. Baada ya huyu kijana kutabika sana, napenda lile fungu la 17. Msomaji utanisomea fungu lile la 17 mpaka 20. Fungu la 17 anasema, ndio alipozingatia moyoni mwake alisema ni watumishi wangapi wako wa baba yangu wanakula chakula na kusaza. Baada ya kupitia changamoto, kijana anakaa anazingatia. Ile ilikuwa ni hali ya kuzamilia, na hivyo anafikiria ya kwamba wenda ningekuwa nyumbani kwa baba nisingepitia mateso. Na hivyo anarejea kwa watumishi wanaokula nyumbani, wanasaza, mahitaji yote wanapata. Yeye anatabika, anateseka, na hivyo anarejelea kwa kufikiria hali ya kurudi kwa baba. Na hivyo mstari wa 17, mstari wa 18 anasema, nitaondoka kwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Kijana huyu anaandika hotuba ya kuhitaji msamaha baada ya kuteseka. Akili imemkaa sawa baada ya kupitia taabu, kula pamoja na nguruwe. Walikula pamoja na nguruwe, maana ni chakula ambacho kiliandaliwa kwa ajili ya nguruwe. Alipokula chakula cha nguruwe, akili ikampata, utambuzi, fahamu ikamrejelea, na hivyo anakumbuka alipotoka. Anaandika hosia, anaandika hotuba ya kwamba niende kwa baba yangu nikamwambie, Baba, nimekosa juu yako na juu ya mbingu. Mstari wa 19, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Kijana anarejelea ya kwamba hata kama baba akinikataa, huenda hata kama baba akiona kwamba sasa wewe unifai, sawa, ila naomba miongoni mwa watumishi angalau nile, angalau nivae, angalau na mimi nionekane mtu. Kijana anapoandika hosia huu, anapoandika hotuba hii, maandiko katika ile mstari wa 20 anasema, akaondoka akaenda kwa baba yake. Alipokuwa bado mbali,
baba yake alimwona kwa mbali, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni mwake. Haleluya! Jambo la pekee ni ile kukumbuka wapi ulipoanguka, wapi ulipokosea, wapi ambapo umeacha njia. Wenda Yesu alikusii, sauti ya Roho Mtakatifu ikasema na wewe, mwanangu, hii njia acha, na ukaenda ukatembea huko na kule. Baada ya kutabika, kumbuka kurudi nyumbani. Wenda tunapitia changamoto nyingi pale tunapomwacha Yesu. Sauti ya Yesu, nampenda baba huyu. Baba, maandiko anasema baba alimtazama kijana kwa mbali. Na nilikuwa na jaribu kufikiria huenda baba alikuwa na amani. Maana hata kama mtoto ametokea mbali, baba fikra zake zilikuwa zinacheza na mwanae. Cha kwanza kulizia mwana kuondoka nyumbani. Na hivyo wakati mwingine alikuwa kiketi na kukumbuka mwanangu. Na huenda alikuwa anakosa wakati mwingine hata furaha. Baada alipokuwa amekaa, sijui alikuwa amekaa sehemu kiaje, alipokuwa mahali fulani, akatazama mbali, akamuona muona, wenda ni Ayubu, wenda ni Sulemani, wenda ni kijana wa leo, ambapo Yesu anasihi kwa sauti ya upole. Wenda ulitanga mbali na Yesu, ukatembea katika njia isiyo sahihi, na sasa umetambua makosa ya kwamba katika hili baba, nimekosa, nahitaji msamaha. Sauti ya baba huyu ni sauti ya pekee. Anapokwenda anakimbia mbio kwenda kumlaki mwana, akiwa katika kukimbia, huenda akiwa na furaha ya kwamba mwana niliyempoteza sasa nimempata, mwana ambaye ametoka katika mikono yangu, sasa ni yule. Baba kwa furaha, hakujali uchafu aliokuwa nao mwana, hakujali harufu ya nguruwe aliyokuwa nayo, hakujali mavazi aliyokuwa nayo ya namna gani, ila kwa furaha ya baba anamfuata mwana, anamkumbatia mabegani na kisha anambusu. Baba wa mbinguni yupo tayari kunipokea mimi na wewe. Amina. Baba wa mbinguni yupo tayari kunipokea. Wenda nilitanga mbali, wenda niligeukia njia ambayo siyofaa, nikatabika huko. Yesu yupo tayari. Katika kitabu cha Mathayo ile 11 mstari wa 28 anasema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi Bwana ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Sauti ya Yesu inaita mchana wa leo. Ikisii wapi ulipoanguka, wapi ulipoteleza, wapi ulipoiacha njia ya Kristo, wapi ulipotawanyika ukaiacha njia kuu. Yesu anaita jioni ya leo, katika mchana huu wa saa 6 na madakika, Yesu anaita ya kwamba huko ulikokwenda mwanangu sio. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani, pumzike. Huenda umepitia uzoefu mgumu, huenda ni kijana umepita huku na kule, ukaiacha njia ya Mwokozi, na sasa unakumbuka kurudi nyumbani. Huenda umetumia madawa ya kulevya, huenda umetumia pombe, huenda umeenda kujitabisha huko kwa kutumia unajisi na umalaya huko, lakini Yesu anaita. Yesu anaita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo. Amefungua mikono yake kukupokea wewe na mimi. Huenda tumepita katika njia zisizofaa. Katika Ukristo changamoto ni nyingi, na huenda wakati mmoja ama mwingine umeiacha njia ya Mwokozi, na sasa unatambua ya kwamba katika hili nimekosa, ninatamani nirudi kwa baba nipokee. Natoa wito wa pekee ambaye anasema, baba, natamani nirudi nyumbani. Huenda kwa namna moja ama nyingine katika njia fulani umejikuta umeteleza, na ni kweli, ila Yesu bado hajakuacha. Jambo ambalo nataka nimalizie nalo, huenda umekuwa adui wa wokovu kwa wengine kupitia changamoto anayopitia mwenzio. Umetoa maneno makali, kisonda vidole, binti wa fulani, mama yule, baba yule. Umesahau ya kwamba kibanzi ambacho unakisonda katika jicho la mwenzio, wewe boliti lipo katika macho yako. Bwana atusaidie. Ukristo ni kutiana moyo. Kuna nyakati
tunapitia nyakati ngumu, na huenda hata kukata tamaa. Tuwe faraja kwa wengine, tusimame kuwatetea wengine. Unapoona mwenzio anapita katika njia fulani, huwe na msaada. Wakati mwingine tunapitia uzoefu, si dhambi, na ndivyo utaratibu wa Yesu ulivyo. Wangapi wanasema jina hili liondolewe katika kitabu cha ushirika? Ndiyo, tunanyoosha, na ni kweli ametuweza, na ndivyo kanisa la Mungu lilivyo. Ameahidi kulitakasa hata lisiwe na mawaa. Lakini baada ya kumwondoa huyo mtu, unachukua hatua gani kumsaidia? Huenda tumeendelea kuwasonda vidole na kuwaona ya kwamba yule binti, yule dada, yule kaka, umechukua hatua gani kumsaidia? Yesu anatamani tubadilike, tufuate tabia ya Yesu. Mama yule Mariamu anapoenda kwa Yesu, na hivyo Mafarisayo, Masadukayo, waandishi wanakwenda namwambia Bwana, sikiliza, Musa alituambia wanawake wastahili ni kupiga mawe mpaka kufa. We unasemaje? Yesu akawaambia, ambaye hana dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe. Yesu akainama chini, akaandika. Maandiko yanaeleza dhambi ya kila mmoja ilikuwa ikiwekwa wazi, na hivyo kila mmoja alionekana hana sifa, ilistahili naye apigwe mawe. Baada ya Yesu kuendelea kuandika, kuweka mlolongo pale, ikaonekana wote wametoweka. Kwa sababu gani? Desturi ya kipindi kile, mtu aliyestahili kupigwa mawe ni katika uasherati na mengineyo. Hawa walikuwa ni miongoni mwa wakosaji, na ukifuatilia leo unabii, yule aliyekuwa na huyo mama wakati huo ni kiongozi ambaye alikuwepo na yupo. Bwana atusaidie, kanuni ya Kristo itusaidie katika maisha yetu. Nyakati ni ngumu, tupo katika wakati mgumu. Ukristo ni gharama, ila kubali kusimama pamoja na Yesu. Unapoona mwingine kaanguka, nyenyue kwa upendo wa agape. Ndio maana Yesu anamwambia, hata mimi sikupigi kwa mawe, ila nenda usitende dhambi tena. Yesu anatuita katika mchana wa leo. Huenda katika njia fulani tumetreza, na hivyo unatamani Kristo ukumbatie tena. Yupo tayari. Damu yake ambayo ilimwagika pale Kalvari kwa ajili ya ondoleo la dhambi la kila mmoja yatosha kunisafisha dhambi yangu na yako. Wangapi wanasema katika mchana wa leo, Bwana tusaidie. Huenda tumewachoma wenzetu mikuki moyoni na wamekosa matumaini, na huenda hata leo wengine wameacha kusali kwa sababu tu ya maneno fulani. Kaona ya kwamba hapa kuliko kukaa ni heri nitoke, nionekane kabisa nipo huko. Karibu mbishaji. Yesu anatuita na